Kama nilivyosema, mimi naitwa Salim Kikeke, ni mtangazaji kinara wa kipindi cha BBC idhaa ya Kiswahili kinaitwa Dira ya Dunia. Sawa sawa. PTV Tanzania. Hey, binti Nyange, Daina Nyange hapa. Unaangalia PTV Tanzania. Enjoy. Kama kawaida mgeni atoki. Hiyo ndio historia yetu. Mgeni atoki. Mazembe amekuwa ni jina kubwa kwa Simba, anakuwa kawaida sana. Anakuwa kawaida sana. Vipi Mazembe? Wa kawaida sana kwetu. Wa kawaida sana. Kabisa. Watu tunacheki mwenyewe barabara zote za town zote, hamna foleni. Wote wako taifa. Naonesha ubabe, si ndio wababe wa nchi. Ubingwa mara 20, sio mara 10, sio mara 10 tena. Babe nyi. Si ndio wababe. Yes. Tamba, sina tamba fresh tu. Tunacheki mwenyewe. Mcheki mwenyewe. Historia kama zamani tunajaza uwanja. Na ndio maana barabara za town zote hamna foleni leo. Watu wamebomokea taifa. Imeuzika. Jezi imeuzika kinoma noma. Tunacheki yani wachache ambao hawajavaa jezi, lakini wengi sana walovaa jezi. Na uwanja tunajaza, yani historia zaidi ya historia. Wala jamaa tunajua tena wameenda kupakatwa huko. Gani jamaa gani? Hamna, wale jamaa wameenda kupakatwa, wale jamaa malaria. Sasa ukiangalia Simba, Chama hayupo, Mixon hayupo, ni wachezaji mahiri kabisa hawa ambao leo wangewapa furaha Simba. Hawapo hawa. Wewe unaonaje hii? Mimi ninavyoona kwamba sio pengo, au sio bwana? Hii ndio sana TMK toka, yani natoka jiwe na ingia jiwe. Kama Simba hawajawahi kuharibu hata siku moja. Simba hawajawahi kuharibu hata siku moja. Yaani Simba kawaida yao, kwa sababu walipita watu nyuma huko na Simba kaenda kufanya vizuri. Hao ni wa kawaida sana, waliokuja ndio zaidi ya wale. Sasa msemaji wenu bingwa, mhamasishaji mkuu Manara aliondoka, aliwakimbia. Yule snitch na ndio maana tumemtimua. Haja tukimbia. Ni snitch na ndio maana tumemtimua. Manara? Ni snitch. Kumbuka Manara ndio alikuwa msemaji wenu wa Simba na alikuwa anahamasisha mashabiki wengi wa Simba wanaongezeka. Sasa hivi Manara kaondoka na mashabiki wamekimbia. Yaani Simba yani mashabiki wa Simba wamepungua kwa sababu wamemfuata Manara aliko kule upande wa pili. Hapana. Kwa sababu mwenyewe tunaona vibe kama lote, ukipita barabara za mtaani Dar es Salaam ukute hata foleni. Kwa maana yani maana yake watu wote, yani hii ndio zaidi ya ile. Hii ndio zaidi ya ile. Kuona cheki mashabiki wamezidi kuwepo wengi zaidi sana na Manara hayupo. Jiulize kwa nini? Yani watu wanashikamana, watu wana swala moja tu, kuna kumchinja Mazembe kwa Mkapa. Yes. Sasa. Kinachokupa kujiamini wewe ni nini mwanangu? Kinachonipa kujiamini? Kuna stop mpya ambazo zimeingia, yani watu wa kazi zaidi ya wale. Sajili wenu mliofanya awamu hii ni mkubwa zaidi? Mkubwa zaidi kupita ule, kwa sababu wametoka wawili, waliokuja ni wengi zaidi sana. Kwa hiyo tumeongeza ulinzi, yani tumeongeza mashine zaidi. Kabisa. Wewe leo kama ngapi? 10, 8, 6? Leo anakaa 3 tu kawaida. 3 kawaida. Una mashaka. Napigwa 3 za TMK kawaida, zile 3 bila. Umeshaona wazee tayari? Hamna, wanakaa. Simba mchelewagi kuona wazee. Mazembe ana story yote ya kutukalisha sisi. Simba sisi ndio wazee wa nchi. Wenyewe kazi yetu wanaijua, kwa Mkapa atokagi tunachinja ile kabisa, damu tunakanyaga. Yes. Pamoja sana. Haina noma. Neno la kuambia mashabiki na wanachama wa Simba? Mimi nishakuambia, yani wenzangu, tujitahidi yani tuwe na moyo wa kukata tiketi kwa nguvu sana. Tujaze uwanja kama kawaida yetu, kwa sababu leo historia zaidi ya historia. Msemaji mpya Ezekiel Kamwaga amepoa sana, hana zile hamasha kama za Manara aliyeondoka. Unajua sasa hivi Simba inaongozwa kidijitali zaidi kama Ulaya. Sasa hivi kwa Simba msemaji wetu utasoma habari, hautasikia kama ile mtu anaropoka, si nini kama yani. Hii sasa hivi tunakwenda kidijitali zaidi. Utasikia tu habari ya msemaji tofauti na ile jamaa ambaye kilikuwa anaropoka bila misingi maalumu. Sasa tunaenda kidijitali zaidi, sasa tunabadilika, na ndio maana tunasema wajifundishe kupitia sisi. Sasa uone kwamba timu inapokuwa ina msemaji aliyepoa kama timu na yenyewe inapoa. Hapana, yule amekuja sasa hivi hawezi kufikia pale na kubaruka kuongea vibaya tu. Lazima akae angalie na kuaje. Pamoja mwanangu. Haina shida. Nani mwanangu? Mimi naitwa Ramazani Mustafa aka Bombe la Mvua, ndugu yake John Mjema. Haina shida mzazi. Sasa huyo ni shabiki wa Simba ambaye ametema cheche zake. Mnyama akiwa mawindoni anakuaga mkali, anatafuta mawindo yani kama kawaida yani. Yuko mawindoni. Leo ni Simba Day, sikukuu ya Simba leo. Yani nataka nikwambie happy Simba Day. Sawa. Niambie mwanangu, umeonaje Simba Day ya awamu hii? Mwaka huu sisi tunawaambia Simba Day hii ni public yetu, yani ni public kabisa, yani siku zote, yani leo sio siku ya kufanya kazi, yani kwa hii siku iwe Jumatatu au Jumanne, sio Jumapili watu wasingizie ni siku ya weekend. Hii ni sikukuu ya Simba. Leo Simba Day na mna jambo lenu hapo ndani na TP Mazembe, lakini wachezaji muhimu kabisa hawapo Simba kama Chama na Mixon. Inakuwaje hii? Usiseme wachezaji muhimu.
wachezaji muhimu wako Simba sasa hivi. Wale washafanya wameitumikia Simba wameondoka zao. Sasa hivi tuna mtoto kama Banda hivi. Kuna Sako, kuna Konute. Watoto wazuri hao, wachana na kina Chama. Wale tumewauza washafanya biashara, tumefanya nao biashara, wameenda. Tuna watoto wazuri sasa hivi. Banda atafanya maunyama kama ya Mixon leo? Usijali, hata Mixon alivyokuja watu hawakumjua. Chama alivyokuja watu hawakumjua, lakini ujuzi wake baada ya msimu ujao ndio watu walianza kumtambua. Kwa hiyo hivyo yani. Utaona kikosi chenyewe tunavyompiga Anglobe hapa Matipi Mazembe. Utaona tu. Pila biliani ile pila kashata, pila kachumbari, pila nini kila kitu lipo. Shawarma Sasa lakini msemaji wenu mhamasishaji mkuu wenu aliondoka Haji Manara na ambaye alikuwa msemaji na mhamasishaji mkuu sana na alikuwa na mafansi wengi sana. Simba sasa hivi tunapoelekea tuhitaji msemaji. Uwanjani peke yake timu inatusemesha wenyewe yani. Ile pila biliani kashata kibabu nini linatusemesha tuje uwanjani. Kwani hapa sasa hivi umesikia nani amepiga mbwembwe tuje uwanjani? Si tumejaa wenyewe hapa. Hatujaambiwa. Wale aende akaseme kule uone kama kitu kitachotokea huko Nigeria. Tujue kama kweli unapopiga kelele Nigeria unapata matokeo. Walipiga makelele hapa walipata matokeo. Sasa hivi Simba hatutaki msemaji. Itajisemea wenyewe, yani timu kubwa matokeo yake tu wenyewe yani. Inakuwa inajisema tu. TP Mazembe wanasema wamejipanga kweli kweli na nyinyi mnasema mmejipanga. Kuna kuaje hapa? Mpira dakika 90 brother. Usiogope, wale TP Mazembe hapa hawatoki. Kwa Mkapa siku zote huwa tunasemaga hatokagi mtu. Na utaamini dakika 90 hapa anakula 3 bila hapa. 3 bila. 3-0. So bisa 3-0. TP Mazembe. Mpira ukiisha hapa nakupa shilingi 20,000. TP Mazembe watakuwa wamelala. Hiyo TP Anglebe Mazembe kutoka huko Lubumbashi huko. Anakula 3 bila hapa. Mswaki. Sako anaingia kambani Banda kama kawaida yake. Alafu kunyuma na mtafuta Dilunga anasogea kidogo anapachika kidude. Mpira unaisha. Usajili ambao Simba umeufanya awamu hii una manufaa wa kimataifa. Huu msimu wa kimataifa tumechukua watoto wadogo wenye nguvu, wenye hari, wenye mbio. Yani tunaenda kuwakimbiza, tunaenda club bingwa. Utasikia tu. Tumepangiwa kina Galaxy wale. Utasikia. Game ya kwanza tunampigia kwake pale 4, anakuja hapa tunampigia 7. Kuna nini tena? Si mpira umeisha? Muda ambao Ezekiel Kamwaga amekaa Simba kama miezi miwili, unaonaje manufaa yameongezeka ama yamepungua? Kamwaga ni msemaji, hana mbwembwe. Kamwaga yule ni msemaji. Anajua kazi yake. Anajua zile ethics za journalism. Hana mbwembwe. Unajua journalism hazitaki kelele. Inahitaji wewe ufundi yani, taaluma yako ionyeshe. Uwezi ukasikia Kamwaga, ushamsikia Kamwaga anaongelea upande wa pili? Ushamsikia Kamwaga anakejeli timu ya wengine? Hamna. Yani anadili na timu yetu, anasema bwana wana Simba tufanye hili, tunafanya hili. Wanasema tujaze uwanja, tushajaza. Sasa hivi saa 2:30 sasa hivi. Watu wangapi wako hapa? Karibia 79,000 wako hapa. Lakini timu ikiwa na msemaji aliyepoa, huoni kwamba mashabiki wanapungua? Timu nakwambia, yani hata tukiweka jiwe liseme, litaongea na watu watahamasika. Sasa hivi hatuhitaji msemaji. Tunahitaji mtu wa kuongoza tu bwana, kesho tuna jambo letu tuje, tunakuja. Hatuhitaji msemaji. Yani club shaona Man City, msemaji Man City unamjua Timu wenyewe Manchester United unamjua? Timu inapopata matokeo inajisema yenyewe yani inajisema. Yani ndo kama Simba sasa hivi. Neno lako la mwisho. Neno langu la mwisho, huu mwaka wa kwetu. Vikombe vyote tunachukua. Hata tukiweka kombe la kuku tunalichukua, hatuliachi. Hii ndio Simba brother. Mwamba. Haina noma, pamoja sana. Dakika mpira ukisha dakika 90 nitafute. Haya mwamba. Poa. Sawa bwana, huyo ni shabiki wa Simba ambaye amezungumza kuhusu mtanange wa leo kati ya Simba na TP Mazembe ambao baadaye mambo yanawaka huko ndani na mashabiki wa Simba tayari wametapakaa hapa uwanjani kwa ajili ya kucheki game baadaye. Jezi ni nyingi sana ambazo tayari zimesha tundikwa katika eneo hili la dimba la Mkapa na mashabiki wa kike na wa kiume wapo katika eneo hili. Kama nilivyosema, mimi naitwa Salim Kikeke, ni mtangazaji kinara wa kipindi cha BBC idhaa ya Kiswahili kinaitwa Dira ya Dunia. Sawa sawa. PTV Tanzania. Hey, binti Nyange Daina Nyange hapa. Unaangalia PTV Tanzania. Enjoy.